Tuko na Babu Idi leo kwenye exclusive, tunaenda kuzungumza naye kuhusiana na sakata zima ambalo naona kama leo alikuwa nakatazwa hivi kwenye kipindi Babu Idi asiongee chochote. Kwa kuwa tumepata nafasi, acha tumsikilize mwenye. Babu Idi, nadhani ulipata taarifa ya bosi wako Bwana Diamond Platnumz kuhusiana na mwanadada kipenzi cha Watanzania na Afrika kwa ujumla, Zuchu. Ile ndoa imekuwa kama ya siri sana. Watu wengi wamejiuliza, je, nataka tupate comment kutoka kwa Babu Idi alivyopata taarifa hii, yeye alipokea. Alhamdulillah, wanasema ficheni uchumba, tangazeni ndoa. Kwa hiyo kilichotokea tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni jambo la heri na ndio jambo ambalo hatakiwi kusubirishwa kwa namna moja au nyingine. Tumeambiwa kwenye kifo, kwenye nini, ndio maana waga sisi Waislamu waga tunawahi kuzika, lakini pia hata kwenye uchumba lazima tufanye kwa haraka zaidi. Kwa hiyo alhamdulillah, mimi nimpongeze tajiri, nimpongeze kila mtu aliyehusika kwenye ile jambo. Naam. Watu kama wamekuwa na doubtation sana kwenye ile. Wamekuwa hawataki kuamini kwa sababu ya ukubwa wa Diamond na ukubwa wa Zuchu. Kama tunaamini ukubwa wa Diamond lazima kungekuwa na shughuli kubwa sana. Usiamini kwa sababu maamuzi yanatokea kwa mtu mmoja mmoja. Hata unaweza kukaa tu usiku unaona mimi nampigiaga ndugu yangu Pato, naweza nikakurupuka tu usiku nikamwambia mwanangu, oya nimefikiria kitu fulani, afu kesho asubuhi namwambia bwana nisamee ndugu yangu nisamee. Haikuwa ile tu miamko yangu tu mwenyewe ya asubuhi, lakini ukiona mtu anafanya maamuzi yake basi alhamdulillah. Mambo ni mengi, maisha na mengi, lakini heshimu sauti inayotoka kwenye moyo wako. Naam. Babu Idi, kwa hao ambao wanazungumza, mimi nimepita kwenye page nyingi sana na nimekutana pia na story ya Mangi pia akizungumza kwamba ile ndoa ilikuwa ishafanyika muda mrefu, sasa hivi taraka 3 zishatumika. Wewe unawaambia nini watu kama? Hapana, kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu watu wanaongea hawavijui. Mwanamke ana nafasi ya kuchagua mtu wa kumuozesha yeye ndoa. Kitaalam tunaita wali. Hapa naongea. Sasa nabadilika, natoka kutoka Babu Idi naingia kwenye Ostaz Idris Kita. Umeshanifahamu vizuri. Kuna mtu anaitwa wali. Umenielewa vizuri. Hata mimi wakati naoa mke wangu akaomba awe sheikh wetu wa msikiti wetu ambao tulikuwa tunaenda kufanya ibada kila siku. Kwa hiyo aliyeozeshwa ni wali, aliyeozesha ni wali. Umeshanifahamu vizuri, ambaye inaruhusiwa akisema naomba kwa idhini yako mimi nifungishe ndoa. Sio, umeshanifahamu vizuri. Na iwezekani ndoa ya Kiislamu ina sheria zake sheikh. Ni sawa, kuna sheria ya kutoa talaka 3, lakini taraka brother, Mwenyezi Mungu mwenyewe amenazungumza kwenye Qur'an. Nazungumza kama shaka sasa. Mwenyezi Mungu mwenyewe anazungumza kwenye Qur'ani kwamba mbingu na ardhi zinafanya nini? Zinatetemeka. Kwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa tuseme tu ndoa tunayo na tunatamba nayo. Haiwezekani taraka ikatoka ndani ya miezi michache. Mimi ninapozungumza nawe nipo kwenye ndoa miaka zaidi ya 7 ya 8, na mnanijua mwanenu mimi ni mkorofi, amsha hivi. Ningetaka talaka ingekuaje? Lakini mpaka sasa hivi sijatimiza talaka ngapi? Hata 3 sijatimiza. Kwa hiyo watu wasizungumzie, kwa sababu talaka ni kitu kingine kabisa katika maisha. Talaka ni kitu tofauti kabisa. Wewe unajua tunahangaika, tunafanya vipi nini na nini. Naweza nikapigia ndugu yangu Pato, anaona kama ukweli, naambia mwanangu najirusha hapa daraja sio na nani Kijazi. Anaweza kanifuata hapo na nikwambia nani akwambia najirusha? Nishafatwa na maisha nafanya nini yanaendelea. So that's a life. Maisha ni mapambano. Maisha ni hustling. Maisha ni kuvumiliana sisi watu mmoja. Ndio maana tajiri kaandika pale kwamba katika kuna maisha ya kuvumilia. That's ndoa bro. Sawa. Lakini jana ukuingia kwenye kipindi nilifuatilia interview, Juma alilia sana. Na watu wakajiuliza kwa nini Juma amefikia tu mpaka kulia studio na vitu vinginevyo. Lakini leo Babu Idi ulivyokuja uliomba nafasi kidogo zungumzie ili walikokataza kabisa. Unahisi kwa nini Juma jana analia na leo kwa nini hakutaka kabisa kukupa nafasi ya kurudia kile ambacho jana kilifanyika?
alijua ningemfumua vibaya mno. Of course anafahamu, lakini ndio kama nasema katika maisha yetu ya media, Juma najua strength yangu ni kuzungumza, namna yangu naweza nika-address, namna yangu ambayo naweza nikatengeneza hoja, and everybody knows, au sio? Lakini tunasema sisi, jana nilikuwa namwambia Pato, mimi sio ni walao mtu wa D2 D3 kuingia ukapata SW diploma, hapana. Mimi nilikuwa nachagua, yani uambiwe uingie kwenye law, uingie kwenye nini, kwenye yani lile fresh from school, au na kipala nikanyoa nikaenda jeshini, unajua umeshanifahamu vizuri. Kwa hiyo amna, nafikiri kwa sababu tu content yenyewe ilikuwa itali shapita, basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Babu Idi, umekuwa ni mtu wa kutoa elimu sana kwa vijana, hususan sisi ambao bado hatujaingia kwenye ndoa. Unahisi harusi ambayo Jux ambaye ameifanya kwa mashamshamu yale, kwa sababu watu wengi mpaka wanasema tumechoka sasa, utuache uendelee kumtunza mke wako, na hii harusi ambayo amefanya Diamond, kwako wewe the best ni harusi? Jivunie unachokiweza. Umeshanifahamu vizuri. Kila mtu, ndoa ni makubaliano ya watu wawili. Nyinyi wenyewe ndio mnakubaliana bwana, tunavyoona kipindi hiki tufanye shughuli ya namna hii, kipindi hiki tufanye shughuli ya namna hii tofauti, au sio? Kwa Jux kafanya vizuri kwa sababu kamuonyesha na kafanya jambo kubwa, lakini pia tunasema kwenye ndoa kuna kitu kinaitwa husda. Umeelewa vizuri? Mimi mpaka sasa simposti mke wangu kwa sababu ya nini? Ya husda. Maana kuna watu wenye mabilioni hawana mtu kama yule. Umeshanifahamu vizuri. Kwa ukiweka mtu anaweza kuona kabisa hiki chuma kina enjoy na kwa sawa, lakini sasa sina Mungu kanibariki. Kwa hiyo ni kwa sababu ya husda unaweza ukaondoa kila ambacho unakifanya kwenye mitandao ya kijamii. Husda inatoka elimu, lakini yeye Jux kaifanya kwa nafasi yake. Kwa hiyo hata kina Diamond kwa nini inazungumziwa sana? Kwa sababu ni watu walikuwa wanasubiria kwa muda mrefu kwa hamu. Naam. Yeah. Mimi nataka tumalize Babu Idi, na ili nimekuwa kidogo kwangu ni tata sana. Harmonize huwa anapenda sana akiona attention yote kwa Diamond Platnumz lazima atie neno, na ili watu wengi wamelicomment sana baada ya kuona kwenye Insta story yake kusema kwamba Zuchu ameolewa kwa sababu ya kutotoka Wasafi. Yani Diamond amefanya kama ameishikilia hii ndoa kwa sababu ya Zuchu kuna tetesi za kutoka Wasafi. Ukiwa mwanafamilia wa Wasafi, Harmonize amefanya hichi kitendo. Babu Idi ana neno gani? Opportunity tu ya kiki anaitafutia upepo. Kimsingi blaza atafute tungo makali basi atoe ili watu waweze kufanya nini? Kumshangilia, lakini kuzungumza tena hayo mambo yashapita tena wakati. Watu wanafanya mambo yao, alafu ogopa sana watu, unaona wakujibu watu wafanye nini, manake watu wanajua kabisa kwamba wewe unatelezea mchongo wao. Unajua hata mimi sasa hivi kifanya jambo mkienda kuuliza atatelezea. Blaza atafute tu ngoma kali ya moto vizuri kabisa, maisha mengine yaende. Sasa naomba niondoke. Bongo